baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuwashukuru alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina rasulillah. Quburuna tubna wa nahnu ma tubna, ya laitana tubna qabla an tubna. Makaburi yetu yako tayari na sisi hatujawa tayari kutubu kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ya rait tutubie kabla ya makaburi kujengwa. Sasa ni uwanja wa kuzungumzwa Fadilat Sheikh Ar-Rahib Abdullah ibn Mbwana rahmatullahi alayhi, na kwa sababu tuna wanaomjua wengi, wengine ni familia, wengine ni walimu wenzake, kuna makadhi na alikuwa ni kadhi kubwa, ameozesha mabinti zetu na vijana wetu wengi, lakini kwa sababu ya muda tutazungumziwa kwa uchache. Tutaanza na Ustadh Amudi Hussein kwa ajili ya kutaja tarikhi yake kwa kifupi sana, angalau dakika 5-7. Tafadhali mashkuran wa majuran, atakayefuatia tutawatajia. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. Shukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa nafasi kama hii ya kumzungumza mmoja kati ya walimu wangu, na hasa ambaye kwamba fadla ambayo kwamba wako nayo kwangu mimi ni ngumu kuwalipa. Al-Ustadh Abdullah Mbwana, mwalimu mzee ndio majina yake. Ustadh Abdullah Mbwana alizaliwa katika kisiwa cha Amu, Lamu County, mwaka wa 1965 kulingana na tulivyoulizia, lakini kitambulisho chake cha soma 1967. Na hii ni kwa sababu watu wa zamani ilikuwa kidogo hawadhibiti ile miezi na masiku, na ndio hata siku alozaliwa haijulikani na pia mwezi haujulikani, ni mwaka ndio hujulikani. Ustadh Abdullah Mbwana akapata malezi mazuri pale pale kisiwani Amu kwa wazazi wake na waalimu ambao kwamba walikuwa pale. Kwa upande wa mamake akiitwa Bisomoe Bwantele, kwamba ndio walipata malezi kwake, lakini kwa bahati mbaya mamake hakumlea muda mrefu sana. Akiwa na miaka 10 mamake akawa tayari ashaondoka duniani 1975 hapo. Akabaki chini ya babake mzazi na ndugu zake wakubwa, akiwemo katika tumbo la mama yao Bisomoe. Yasemekana walipatikana watoto takriban 14, lakini wasaba walikufa udogoni na wasaba wakaweza kuishi mpaka kuwa watu wazima. Katika hao wasaba mkubwa wao alikuwa ni mama yetu Bi Halima Mbwana, ambaye kwamba julikana kama Ummu Manazi, ambaye kwamba ni mke wa shekhe letu Ustadh Abdurrahim Muhammad Said Al-Marzuq almarhuma, Mwenyezi Mungu inshallah amrahamu, na yeye ashatangulia mbele ya haki. Wa pili katika familia ilikuwa ni Ustadh Muhammad Mbwana, ambaye kwamba ndio muasisi wa madrasatu Tauhid California, na yeye pia ni marhum, ashatangulia mbele ya haki. Watatu ni Bi Fatma Mbwana, ambaye kwamba yeye bado yuko inshallah, Mwenyezi Mungu ampe uzima na afya, ambaye kwamba maarufu anajulikana kama shangazi. Wanne ni Sheikh Jaafar Mbwana, ambaye kwamba yeye pia ni marhum, ametangulia mbele ya haki. Kisha watano ilikuwa ni Ustadh Abdullah Mbwana, na wasita ni dada yao Zainab Mbwana, na wasaba ni ami yetu ambaye kwamba yuko hapa Sheikh Ali Mbwana, ambaye kwamba alikuwa na yeye wakati wa matibabu, japokuwa baadaye mzee wao alioa bibi mwingine baada ya kufiwa akiitwa Safia bint Muhammad, na wakapata watoto wawili, Nana Mbwana na Maryam Mbwana,
ambao kwamba hawa wawili bado wako. Kwa hivyo ustadh akapata malezi kwa wazee wake, akapata malezi pale pale Riadha, tukijua kwamba zama hizo ilikuwa ni zama ambayo kwamba Lamu imepakata uchamungu na wanazuoni kila pembe. Ilipofika miaka ya ustadh kuingia madrasa, akapelekwa madrasa katika Ribat ya Riadha, ambapo kwamba ilikuwa kuna sehemu ya kusomesha Qur'an. Akapelekwa kwa moja katika walimu wakiwa pale, akitoa mwalimu Abu Bakar Muhammad Abdurrahman almaarufu Mwalimu Bakari. Hapa ndio ustadh alisoma Qur'ani mpaka zikasomeka. Na katika kaida za watu wa Riadha zama hizo, na nadhani mpaka sasa, ilikuwa mtu aanzi taalim mpaka kwanza uhitimu Qur'ani. Kwa hivyo ustadh akasoma mpaka alipohitimu Qur'ani, sasa ndio akaingia katika dori ya kusoma taalim katika Mahad al-Thaqafa al-Islamia ambapo kwamba iko hapo Riyadh. Katika wale ambao kwamba walianza kumsomesha ni mmoja katika walimu wa hapa Nairobi, Sheikh Abdurrahman Dololo. Sheikh Abdurrahman Dololo ustadha amepitia kwake. Huyu alikuwa ni mwanafunzi pale Riadha na akamaliza, na katika mipango ya Riadha mpaka sasa ni kwamba ukimaliza lazima ubakie kusomesha. Sheikh Abdurrahman alimaliza madrasa 1978, lakini akabakishwa 1979 na 1980. Katika muda alobakishwa miaka miwili, ikawa ustadha amepata kutabaruk baadhi ya vitu kwake yeye, na hili ustadha aliwahi kulitaja tukiwa madrasa. Kisha katika mashaikh waliomsomesha pale ni mmoja katika mashaikh akiitwa Ustadh Adam, ambaye kwamba ni mtu kutoka pande za Tana River, sehemu za Chara kama sijakosea. Kisha wakati huo kuna Sayyid Muhsin bin Ali Jamalillayl pia alipita katika mikono yake. Kuna Sheikh Bahsan Jamalillayl pia alipita katika mikono yake. Kuna Sharif Muhammad Nur ambaye kama mwisho wake alikuja kuishi Malindi. Nakumbuka hata katika mawalid za Istiqama aliwahi kualikwa kama mgeni mheshimiwa. Na pia kuna Sayyid Alwiddin ambaye kwamba kwa wakati ambaye kwamba ustadha akisoma pale Riadha alikuwa yeye ndio mudiri wa Riadha. Kwa hivyo na ustadh pia akapata kutabaruku pale kwake. Ustadh alipomaliza dori ya kusoma, ikafika sasa ni wakati ambaye kwamba aanza kutrainiwa kuwa mwalimu. Riadha ilikuwa ukimaliza kusoma pale, ukipati kabla ya kupatiwa shahada ya thanawia, ilikuwa unatumwa sehemu ukasomesha, moja kati ya sehemu tatu. Ima utabakishwa Riadha kuwa mwalimu pale msaidizi, ama utatumwa visiwani kwenda kusomesha kiasi ya mwaka mmoja, kisha urudi uchukue shahada yako, ama utatumwa Tanzania. Ustadha akawa ni katika wale waliobahatika kubakishwa pale Riadha, akawa ni mwalimu anasomesha pale Riadha. Na katika kipindi hicho ambapo kwamba alibakia Riadha, ndio akaweza kutoa wanafunzi wake wa awamu ya kwanza, wale tuliowasikia Sayyid Izzuddin, Sheikh Muhammad Sheikh ambaye kwamba amekaa kule mwisho. Kuna Sayyid Aidarus Jamalillayl, Bahsan Jamalillayl ambaye kwamba ni katika walimu wa Riadha. Kuna Sheikh Abu Bakar Shekue ambaye kwamba yuko katika markaz Habib Saleh. Kuna Dr. Badawi ambaye kwamba yuko hapa na wengineo wengi, lakini hawa ni katika ile tunasema top cream, wale wa juu kabisa ambao kwamba ustadha aliwatoa wakati bado ni mkufunzi, asaidia kusomesha pale. Kisha katika mwaka wa 1982 ustadha akapata safari ya kuja Nairobi. Hakuja ni mwalimu, alikuja kumtembelea ndugu yake Ustadh Muhammad Mbwana, na hapo akakaa kidogo, kisha karudi zake. Baadhi ya walimu wake tumeongea nao wasema ile 1982 akija alikuwa amepata likizo ya kumaliza mutawasita, ndio akaja huku akapumzika kidogo, kisha akarudi kuingia thanawi na kumaliza masomo yake. Kwa hivyo alipokuja akakaa kidogo, lakini akawa ashayaona matatizo ambayo kwamba yako Nairobi, hasa upande wa madaris ya Nairobi. Aliporudi yeye akamaliza thanawia akafundisha, kisha ndio akaja tena huku. Kama sijakosea, bado utafiti tunaendelea nao, mwaka wa 1986 ndio ustadha alikuja Nairobi. Amekuja kama mwalimu rasmi sasa, na alipokuja akawa sehemu ya kwanza ambayo kwamba alipelekwa kufundisha ni Madrasatul Islamia ambayo kwamba iko 3rd Street Eastleigh section 1, na akawa pia anasaidia katika msikiti uko hapo unaitwa Masjid Jamia, ambapo kwamba si Jamia Mosque, Masjid Jamia kule 3rd Street Eastleigh. Na pale alikaa takriban miaka 4 mpaka miaka 5.
na mwenyewe aliwahi kutuambia kwamba alikuwa kilipo 2000 na yule chairman wakati huo akitwa Afzal Bati akimwongezea mwenyewe 2000 kutoka kwa mfuko wake. Kwa hivyo kwa mwezi akipata 4000. Hapa ndio Ustadh Abdallah Mbwana ameanza maisha mpaka kupanda kufika mahali alifika. Baada ya hapo katika mwaka wa yani early 90s, baadhi wanasema 1990, wengine 1991, wengine 1992. Kuna ikhtilafu ya wanazuoni. 1990 yani early 1990s ustadh akatoka Madrasatul Islamia kwa sababu ambapo ni za kimaisha, ndio mwanzo kufungua madrasa yake, Madrasatul Istiqama Al-Islamia, ambapo kwamba ilifunguliwa pale Garissa Lodge, lakini haikukaa sana, takriban kama mwaka labda, akahama akaenda Wood Street. Madrasa ya Wood Street ikakaa takriban miaka 6, 7, 8, kisha pale kukabomolewa, akahama pale. Na tumshukuru Sharif Hussein Al-Hamid. Sharif Hussein ambaye kwamba tunamjua, akampa ustadh nafasi katika ploti yake ambayo kwamba iko Isili. Ustadh akajenga madrasa ndani ya ploti ya Sharif Hussein. Kisha baada ya hapo katika kichochoro ambayo kwamba iko hapo hapo tu, ustadh akapewa nafasi na aliyokuwa meya wa Nairobi Joe Akech, akampa nafasi. Istiqama ikajengwa pale ilipo sasa hivi, majumba matatu, yani darasa 3, na kuna na msalla ambaye kwamba ustadh amejenga na mpaka leo zaendelea. Kipindi cha Istiqama tangu Garissa Lodge mpaka Wood Street mpaka kufika pale ilipo Istiqama sasa hivi, ustadh tuweza kusema hakuna kijana wa California, wa Majengo, wa Isili na Pangani ambaye kwamba hakupita katika mikono ya ustadh. Kwa ufupi, alikuwa ndio role model, alikuwa ndio celeb wa pande za Isili. Ustadhi alikuwa waweza kutembea naye mwisho kumwacha, kila mmoja umsalimia, kila mmoja umkimbilia, na hivi ndivyo alivyokuwa, hivi ndivyo alivyoishi. Kipindi cha Istiqama ni wengi wamesoma kwake. Kuna Sheikh Hussein Firoz na ndugu zao kina Yaqub, Hassan, Ahmad na wengineo, wote wamepita katika mikono yake. Kuna baadhi ya watoto wa Sheikh Hussein kama yule mwenye kutunga kitabu cha Atfal cha Ayari pia wamesoma kwa ustadh. Kuna ndugu yetu ambaye kwamba alitoa manaqib ya ustadh siku ya mazishi, Muhammad Ammar, na watoto wa ustadh pia wamesoma kwake. Tumbo la pili maana ustadh ana watoto kwa matumbo matatu. Tumbo la kwanza ana mtoto mmoja peke yake, binti. Tumbo la pili ana watoto 4 ambao kwamba hawa ndio walosoma Istiqama. Kisha kuna tumbo la mwisho ambao kwamba ni vijana 3, Khalid, Harith na Asad. Hawa hawajampata ustadh kwa uzuri, lakini inshallah kwa ile kazi ya ustadh Mwenyezi Mungu atatilia baraka inshallah. Kwa hivyo na watoto wake pia wamesoma pale. Katika wanafunzi waliosoma pale pia ni Ustadh Faisal Muhammad almaarufu akijulikana kama Chote, ambaye kwamba sasa hivi yuko Amerika na anaendelea na da'wa kule Amerika. Katika jumla ya wanafunzi ambao kwamba walipita pale pia ni mimi ambao kwamba nimesoma kwa ustadh miaka ya kusoma takriban miaka 4 mpaka miaka 3 mpaka miaka 4, na ustadh ndio alonifadhili mimi kwenda Mambrui kusoma, na ustadh ndio alikuwa akinilipia mimi fees nikiwa Mambrui, na ndio alikuwa akinitupia fees fare ya kuja likizo na kurudi. Kwa hivyo hizi zote ni katika fadhila za rudi kwa ustadh na inshallah Mwenyezi Mungu Abraham. Katika mwaka wa 2004 hapa Nairobi kulibuniwa chama cha walimu Al-Wahda, na ustadh alichaguliwa kuwa chairman bila kupingwa, na akawa ndio chairman wa Al-Wahda kwa takriban miaka 10 mpaka 11, mpaka mwenyewe akajiuzuru. Maana kila akisema staki, ambao utakaa utake usitake utakuwa wewe ndio chairman, mpaka mwenyewe akajiuzuru, ndio wakashika wengine. Ustadh alikuwa na vipindi vingi, alikuwa na vipindi pia pale Iqra, na kwa sauti yake nzuri kuna baadhi ya vitu ambavyo kwamba ni record pale Iqra, kama dua ya adhan, kuna ile uradi wa Ramadhani, kuna zile takbiri za Idi. Ustadh alikuwa nayo, maana Mwenyezi Mungu alimpa sauti ambayo kwamba hata alikuwa ajikakamui, yani ni sauti haitafuti, yani sauti yenyewe imemtui, inaenda anavyotaka yeye. Katika mambo mengine ambayo kwamba ustadh alikuwa nayo, kwamba ustadh alikuwa ni registrar. Alikuwa ni registrar wakati ikiwa ni registrar of Islamic marriages and divorces, kabla ya kuwa Muslim marriage officer. Ustadh pia alikuwa ni registrar na ameozesha wengi. Mimi pia ndoa yangu aloniozesha ni yeye ustadh, na wengi katika sisi ustadh amewaozesha, na sikuozesha tu, akienda na wewe mpaka kukuposea
na huko kwa posa kukitakikana kitu pia atatoa mwenyewe mfukoni, atoe akulipie pale. Kwa hivyo ustadh amefanya kazi kubwa ndani ya Nairobi, lakini ikiwa tutasoma kitu katika maisha ya ustadh ni vitu vitatu. Kwanza ni amana. Ustadh alikuwa na uaminifu wa hali ya juu. Sisi tulivyomuona na tulivyomjua, masala ya pesa ndiyo mali watu wengi wa wanafeli, lakini utamuona Ustadh Abdallah Mbwana, masala ya pesa, na hasa mwezi wa Ramadhani, ilikuwa ukitokea pale kwa ustadh utafikiria kuna zafa pale, watu wamepangana, wenye kutaka pesa, wenye kutaka ration, wenye kutaka nini, na ustadh atatoa mpaka peni ya mwisho. Kitu cha pili ni swala. Ustadh alikuwa swala, yuko strict sana na swala. Mimi nakumbuka katika maisha kuna baadhi, kama ujana, kuna baadhi ya mambo nilifanya nikakosea mahali, ikabidi ustadh aende akaniombea msamaha. Barabarani gari ikatuharibikia, ustadh akatuambia, na nilishika mpaka leo, tuswali kisha twende, kitu chochote chafanywa baada ya swala itakuwa khair. Ustadh Aliausat ni shahidi alikuwa, na alhamdulillah tukaswali barabarani, na tulipoenda Fatiha mambo yamekwisha. Haya ni mambo ya ndani, ukiyataka utanifuata baadaye. Katika mambo ambayo ustadh alikuwa nao ni Qur'an. Subhana malikul qudus. Ustadh kwa Qur'an ni mwisho, na ndio utamuona na mimi nimempeleleza. Hakuna siku tumeenda na ustadh katika dua ama tausia akapewa Qur'an hizi juzu akasoma, zikitolewa tu anaitisha Qur'an ili anaendelea na hizbu yake, kisha ananuia zile alizosoma kwa yule ambaye kwamba tumekuja katika tausia yake. Ustadh alifanya mengi, lakini kwa sababu ya wakati inshallah mpaka hapa sisi tutakoma. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Salamu wa rahmatullahi. Jazakallah khair. Angalia vijana wetu wanapofanya kazi kubwa pamoja na ufinyu wa time ya kusoma tarehe ya ustadhi, lakini ametupa kwa kifupi na sisi wote tumefaidika. Mwenyezi Mungu kujaza khairi. Tusisahau kuwa katika tarehe 19 alifariki Sheikh Rocket Tanzania. Vile tumkumbuke kwa sababu alikuwa ni ameshikamana na tariqa, ameshikamana mpaka kule Maka akiitwa Majnun kwa sababu ya kuleta la ilaha illa Allah nyingi. Amehija takriban 50, uwezo kadhani hija 50, lakini vile maulidi kubwa ya Riyadha amehudhuria kwa kufululiza mara miaka 52. Kwa hivyo katika kikao kama hichi, kama nilivyokumbushwa na Ustadh Nasir, vile tumkumbuke. Sasa kilichobaki, tunaye samahat mufti wa Somalia Sheikh Abdul Barri, na yeye tutamweka mwishoni. Hata tukichelewa kuswali dakika 5, yeye atazungumza na Wasomali wenzake hapa, kwa sababu wenyewe ndio tunajua wanapotupeleka maimamu hapa, hawataki kuchelewa hata dakika moja. Yeye mwenyewe atawaambia. Atakaribishwa na fadhila Sheikh Baabad Abubakar kwa dakika 5 kama wazee wa hapa, watu wa Nairobi wa muda mrefu waliomuishi Sheikh Abdallah, dakika 5, kisha atamkaribisha mufti kwa ajili ya kumalizia, na mwisho kabisa tutapata kalimatu shukr kutoka fadhila Sheikh Mahmud Mustafa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كتب الحياة على خلقه، والحمد لله الذي كتب الموت على خلقه، والحمد لله الذي كتب الحياة على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، ambayo tumeelezwa katika tarikhi yake
ni mazingatiwa, inatosha kuwa ni mawaidha tumeyapata, na ni ishara ya kuhuzunika kwa sababu ya kuondokewa, na ni ishara ya kwamba tunalia kwa sababu ya kuondokewa. Na ndiyo kibinadamu, al-ainu tadma wal-qalbu yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabbana, moyo utahuzunika na jicho litalia, lakini aqidat al-Islam hatusemi illa lile ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala analiridhia. Sisi binadamu tumegawanyika sampuli mbili. Katika alhayat ad-dunya tuko sampuli mbili, na sampuli mbili kama hizi, kuna mmoja alozisema akisema mata qaumun wama mata fadailuhum wa aasha qaumun wa hum fi nnasi amwatu. Kuna watu wamekufa lakini fadail zao hazijakufa, bado ziko hai. Wa aasha qaumun, na kuna watu wanaishi, wa hum fi nnasi wa hum fil qaumi amwatu. Wa aasha qaumun wa hum fil qaumi amwat, na wao wamekufa na huku wanatembea lakini wamekufa. Ni nini ambacho tunachokipata kwa ustadhuna wa habibuna Ustadh Abdallah Mbwana? Tunachokipata ndugu zangu, tuwekeni ushahidi mzuri katika maisha yetu, ili tupate kushuhuduliwa kwa mazuri. Hata ukiondoka utaambiwa kwamba fulani alikuwa, na watu wanakutaja kwa mazuri. Na watu wanapokutaja kwa mazuri, usiwe na shaka, mlango wako ni mahala pazuri. Mtume alayhi salatu wassalam, hadithi ambayo sote tunaijua, Mtume alipopitiwa na janaza akiwa na as-sahaba al-kiram, aljanaza lilipokuwa linapita, Mtume akasikia as-sahaba yuthnuna alayhi bikhair, wanamsifu yule jamaa. Na maksudi wa janaza ni yule aliyekufa, yuthnuna alayhi bikhair, wanamsifu. Ustadhi Abdallah Mbwana alikuwa yuthnuna alayhi bikhair. Mtume alayhi salatu wassalam akatoa vikilma, akakirudia mara 3, akasema wajabat. Amestahiki sifa hizo, amestahiki. Kisha likapita jeneza, akasikia as-sahaba yuthnuna alayhi bishar, wanamsifu kwa ubaya. Afadhali aondoke, alhamdulillah tumeondokewa. Watu walikuwa wanakereka kwa sababu yuko hai, watanishukuru. Mtume alayhi salatu wassalam akasikika akisema wajabat, amepasa hilo, amepasa. Sayyiduna Umar ikawa linamsumbua, ikaona afadhali apatilize nafasi ya kuuliza. Akamwambia, ya Rasulullah, hebu tupe tafsiri baina ya wajabati ya kwanza na wajabati ya pili, ulikuwa unakusudia nini? Mtume alayhi salatu wassalam akasema, idha athnaytum ala rajulin bikhairin wajabat lahu aljanna, au kama qala ar-rasul, mukimsifu mtu kwa mazuri, basi hakuna kinachostahiki kwake isipokuwa ni pepo. Wa idha athnaytum alayhi bisharrin
wajabat lahu an-nar, mukimsifu kwa mabaya basi imepasa moto. Kisha Mtume alayhi salatu wassalam akazunguka akisema kwamba antum shuhadaullahi ala al-ardh, antum shuhadaullahi ala al-ardh, mara tatu. Nyinyi ndiyo mashahidi wa Mwenyezi Mungu hapa. Kwa hivyo sisi ni mashahidi, sisi kwa sisi tushuhudiliane kwa mazuri, na bila shaka mazuri ambayo alikuwa nayo Ustadh Abdullah sote tumeyashuhudia na tumeyasikia, na hatuna shaka kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kama ile Qur'ani inavyosema, ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Eka ukumbusho mzuri ndugu yangu, hata ukiondoka watu wakutaje kwa vizuri, sababu wewe mwanadamu katika maisha yako umepewa umri sampuli mbili. Kuna umri sampuli mbili ayuha almuslimun, kuna umri wa kuishi duniani na kuna umri ambao uko baada ya kuondoka. Ahmad Shauqi Bek asema, daqatu qalbi almar'i qailatun lahu inna alhayata daqa'iqun wa thawani farfa' li nafsika ba'da mautika dhikraha fadhikru lilinsani umrun thani. Migongo ya moyo ukiishi katika dunia huwa inakusemesha, inakwambia innal hayata daqa'iqun wa thawani. Jua wewe unatembea, maisha yako ni daqa'iq, ni sekonde, na kuna dakika na kuna khatawati zako zikimalizika basi. Jana tulikuwa naye, tumekula naye, alhamdulillah, alikuwa vizuri, alitembea. Kuna watu wanatuambia al-ustadh al-marhum Ustadh Abdullah alipokuwa katika matibabu yalikuwa vizuri, na hata akakunywa chai na hata akasimama tembea, kisha baada ya hapo akarudi kupumzika, ndiyo kufa. Zile zilikuwa ni khatawatuhu al-akhira, kwa sababu Mwenyezi Mungu amemwandikia khatawat. Wewe umeambiwa khatawazi zako lazima uje al-huda umalizie, hata iwe namna gani haja itakupata uje al-huda, kisha utoke al-huda uende mpaka pale nje. Ukifika nje uanguke. Zile ni khatawat ambazo umehesabiwa, haziongezeki wala hazipungui. Kwa hiyo maisha yetu ni daqaiq wa thawani wa khatawat. Lakini ma hiya al-ibra? Farfa li nafsika ba'da mautika dhikraha, jaribu kutengeza nafsi yako ukumbusho baada ya kufa. Fadhikru lilinsani umrun thani, ukumbusho ndio umri wako wa sampuli ya pili. Tukishika microphone na hasatan kama ni kumzungumzia Ustadh Abdullah, basi hamasa huwa inatupanda, kwa sababu ni mazingatiwa na pia ni funzo tumepata na ibra, na pia ni faida kubwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amrahamu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wal afwa minkum. Jazakallahu khair. Tulikuwa tunapenda waendelee, lakini dakika ndio hizo. Tunarudi kwa Samahat Mufti atumalizie kwa dakika 2-3, lakini hatutakuwa na tarjama. Tutamuomba aongee Kiarabu na akitafsiri kwa Kisomali. Asiyejua Kisomali atajua Kiarabu, asiyejua Kiarabu atasikia kwa Kisomali. Jazakumullahu khair. فضيلة سماح مفتي صومالي، فضل مشكورة وماجورة. نحن مفروض نصلي 8:15 دقيقة، فإن شاء الله بارك الله فيك. الحمد لله العافي بعد قدرته والباقي بعد فناء خلقه، كل شيء هالك إلا وجهه، له الملك له الحكم وإليه ترجعون. والصلاة والسلام
الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، نحن وإياكم نجتمع في هذه الليلة المباركة على مرثاة أخينا وحبيبنا الشيخ عبد الله الذي سبق ذكره وسمعتم كثيرا عن أخباره وأحواله. والرجل غني عن التعريف، لأنه كل أهل مجالس الخير عرفته في الخير، وكان يتردد في مجالس الخير ما بين ذكر وما بين صلاة على رسول الله وما بين طلب العلم. وكان مشهور في هذه البلاد وخصوصا جهات إسلي وما وراءها كانت تشهد له المواطن، المساجد تشهد له والمدارس تشهد له والأرض تشهد له، فرحمه الله رحمة الأبرار. وجنازته كانت حافلة بكل من عرفه أو سمعه. الجنائز هي محل التعرف بالإنسان. من هذا الإنسان؟ انظر إلى من يحضر مجالسه، وعسى إن شاء الله كل من حضر رجع مغفورا له، ومن صلى على مغفور غفر له بإذن الله الكريم. كان الإمام أحمد بن حنبل يقول: موعدنا الجنائز. أن الإنسان إذا تريد أن تعرف أعماله الصالحة ومقامه عند الله فانظر إلى من يشهد جنازته ومن يودعه إلى قبره ومن يحضر مرثاته، فهذا الإنسان تعرفه. ومجالس الخير تكون بصمة للإنسان. يقول الإمام الحبيب عبد الله بن حسين بن ظاهر: مجالس الخير ما تترك وفيها المنن، مجالس الخير فيها كل فضل ومن. كم آيات جاءت لأهل الفضل، وكم أحاديث مشهورة لجد الحسن، شي في البخاري وفي مسلم وشي في السنن. حضور مجلس علم خير من 1000 أن تعودهم أو تشيعهم وأن ترك عنه. وزاحم أهل الفضائل بالركب ولا تضيع فقد ضيعت كم من زمن. كم ضاع على الإنسان أوقات يستطيع أن يدخل في حزب المفلحين وفي حزب السعادة، ولكنه يضيع نفسه في الترهات التي ما تنفع. وكذلك كان من أهم أعمال الشيخ عبد الله كما أثنى عليه من حضر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وترغيب الناس إلى الخير من تعليم قرآن وتدريس علم وحث على الخير. والله تعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا الداعي إلى الله نائب عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن الصالحين والسلف الأخيار، كان شأنهم وديدنهم دلالة الناس على ربهم سبحانه وتعالى. وهذا الفضل الذي لا يوازيه فضل، هذه المنقبة التي لا توازيها منقبة، تدل الناس على خير، تدعوهم إلى الله. فجزاؤك كل من تأثر بدعوتك أو استجاب لندائك، كل ما يعمله من أعمال صالحة لك أجره الدال على الخير كفاعله. كم في صحائف شيخ عبد الله وأمثاله من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، كم تأتي صحائفهم يوم القيامة. ويوم القيامة قالوا الناس يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، رزقنا الله الشرب من حوضه شربة هنيئة لا نضمع بعدها أبدا، ولكنهم يشربون بالأكواب وكيزانه مثل النجوم وماءه أبيض من العسل، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول لبعض أصحابه: أين نراك يا رسول الله؟ قال: على الحوض، أنا فرض لأمتي على الحوض. قالوا: بينما الناس يسقيهم صلى الله عليه وسلم بالأكواب والكيزان، يأتي رجل فيضع الفنجان اللي كان يسقيهم أو الجلاس فيشربوا يسقيه بيديه الشريفتين. فالناس يتعجبوا، قال: يا رسول الله، كان الناس يشربون بواسطة الأكواب وما يماثله، وكيف هذا الإنسان شرفته بأن تسقيه بيديك الشريفتين؟ ويكون الجواب: كان الناس في دنياهم منشغلين، وهذا الإنسان كان منشغلا بدعوتي، الدعوة التي تركتها وهي إرثي، كان هذا شأنه الشاغل دعوة الناس إلى الخير. هذا له ميزة، وهذا له لازم يكون له إكرام خاص. أيها الأحباب والإخوان،
والمجال لا يتسع طول الكلام، وقد سمعنا ما فيه الكفاية، وقد ما شاء الله الشيخ عبد الله معروف لكل الناس، وهذا المجلس أيضا شاهد له. جزا الله من جمع الناس على هذا الخير من أمثال الشيخ سالم وأخوانه وأصحابه أجمعين وكل معارفه، وكلنا إن شاء الله في شوق إلى أن نحصل مثل هذه المرضاة لله سبحانه وتعالى. وفي هذا الشهر الذي اختاره الله، شهر رجب أو أواخر شهر رجب، كان في كثير من العلماء وفاتهم في رجب، منهم الإمام الشافعي، الإمام النووي، وكثير من الأخيار والصالحين، سيدي أحمد بن إدريس المغربي، ومن السادة البعلوي سيدي الحبيب أحمد بن طه مشهور الحداد، كانت وفاته في مكة في هذا الشهر المبارك، وكذلك الحبيب عطاس الحبشي، رحمهم الله رحمة الأبرار، ونفعنا الله بهم وبكلامهم والصالحين الأخيار، وجعلنا الله سبحانه وتعالى يكثر في أمثال الشيخ عبد الله في أمتنا الحاضرة. ونوصيكم يا إخواني ألا ننسى الموت، يكون الموت نصب أعيننا. اذكروا هذه من اللذات ومفرق الأحباب والجماعات. هذا الموت تحفة لكل إنسان مؤمن. النعش الذي في المساجد يقول بلسان حاله لما تمر عليه، تمر عنده وأنت ما تبالي، يقول انظر إلي بعقلك، أنا المهيأ لنقلك، أنا سرير المنايا فكم صار مثلي بمثلك. وفي هذه اللحظة إن شاء الله نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بأن يرحم هذا المرحوم الشيخ عبد الله ويتغشاه بواسع رحمته ويدخله جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، يجمعه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ويلحقنا به إن شاء الله ونحن في خير وعافية، ويرزقنا أكمل حسن الختام بعد طول العمر في طاعته ورضاه. يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Samahat Mufti amemaliza kabisa. Alikuwa akisema Kisomali kale tuswali, kale kwa Qur'ani. Sheikh Abdallah Mbwana alikuwa anasema hivyo. Kwa hivyo hiyo ndio tafsiri ya maneno aliyosema Sheikh Fadilat Samahat Mufti Abdul Barr.